Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri, japokuwa kuna ugumu kweli kweli kufuatia mwenendo mbaya ambao hupo kwa sasa. Unaweza kusema upepo mbaya, jinamizi ambalo unaendelea kuweza kuitikisa uongozi wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kumbuka ya kwamba Young Africans kwa sasa wana kocha msaidizi tu ambaye amesimama kama kocha mkuu baada ya kuweza kumtimua aliyekuwa kocha wao mkuu. Hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni kocha Romain Folz, ambaye mwenendo wa timu yake ndio chanzo kikuu cha yeye kuweza kutimuliwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Sasa Yanga wameweza kuamua kuingia sokoni na wamempata kocha ambaye wana matumaini ya kwamba ataweza kuwafikisha katika nchi ya ahadi, huku viongozi wakiweza kubainisha kwamba huyu ni kocha ambaye ana vigezo vya kufundisha timu yoyote duniani. Hivyo basi anakuja kuifundisha timu ya wananchi Young Africans. Hivyo basi mimi nimekusogezea hapa taarifa yote kamili. Utakwenda kujua kocha huyo anatoka wapi, ni nani, amewahi kufanya kazi sehemu gani, mafanikio yake, pamoja na mengine mengi ambayo yuko nayo huyo kocha ambaye anatajwa kuwa ni kocha wa dunia ambaye anakwenda kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zitakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuweze kujuzana hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Bana, wananchi Young Africans sasa wanasema ya kwamba huenda kile kilio cha muda mfupi ambacho wamekipitia sasa kinakwenda kuwa basi kabisa, baada ya mashabiki na wanachama kuweza kutoa maoni kwamba hawafurahishwi na namna ambavyo timu yao inacheza chini ya kocha Romain Folz. Hatimaye uongozi ukakaza, ukasema ya kwamba hawezi kupangiwa na watu tu ambao wanapiga kelele, lakini mwisho wa siku wananchi wakashinda baada ya viongozi kuliona hilo, baada ya Young Africans kupoteza kule Malawi katika mchezo wao dhidi ya Silver Strike kwa bao moja kwa sifuri, na kuonekana kama kweli mambo waliokuwa wakiweza kuyasema wa mashabiki ni ya kweli. Wakaamua kuweza kumfuta kazi alikuwa kocha wao. Sasa kocha mpya ambaye anakwenda kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, unaambiwa jina ambalo linatamba na kusikika masikioni kwa watu ni jina la kocha wa kimataifa kutoka nchini Ureno, ambapo najua yapo majina mengi katika orodha ya makocha ambao klabu ya Yanga inawatupia macho, lakini jina la Joao Paulo Mota Maria lipo katika orodha ya juu kabisa, ambapo mara baada ya klabu ya Young Africans kumtimua aliyekuwa kocha wao mkuu Romain Folz, sasa wako sokoni kusaka kocha mkuu huyo. Kocha huyu ana uzoefu wa soka la Afrika, kwani amezifundisha vilabu baadhi ikiwemo klabu ya soka ya Al Hilal Omdurman na timu ya taifa ya Sudan, ambako pia amewahi kuweza kuifundisha timu hiyo. Ukitizama katika wasifu wake, ni miongoni mwa makocha ambao wana uzoefu wa kutosha kabisa na soka hili la Afrika, kwani amekuwa ni moja kati ya watu ambao wana uhakika zaidi. Na timu ya mwisho ambayo alifundisha ilikuwa ni Al Ittihad
kutoka kule hapa nazungumzia Misri ambako alikuwa akiweza kuifundisha katika namna ambayo yeye aliweza kufanikiwa nayo klabu ya Al Ittihad. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo alikuwa sio kocha ambaye sio wa polepole, unaweza kusema ya kwamba ni kocha wa taratibu, na alijua soka vizuri kabisa la Afrika kama nilivyoweza kukwambia hapo awali, na pia aliwahi kuwa kufika katika nyanja za juu. Na hii Al Ittihad kumrazi si klabu ya Misri, hapana, hii ni klabu ya kule United Arab Emirates. Hapa nazungumzia Saudi Arabia, ambapo ndio klabu ambayo alikuwa ametoka kuweza kuifundisha. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo sio kocha mdogo, ni kocha ambaye ana viwango vya kutosha katika hapa nazungumzia maelezo ambayo yapo katika wasifu wake. Anakuja kuichukua Young Africans ambayo pengine tayari ina mguu mmoja wa kutoka katika mashindano haya baada ya kuweza hapa nazungumzia kupoteza mchezo wao wa kwanza, wakiwa na tumaini ya kwamba wanakuja kuweza kupindua meza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kuona kile ambacho kinachokwenda kutokea. Je, kitaweza kufanikiwa katika hilo? Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba huko Young Africans mambo yameanza kuwa tofauti na vile ambavyo watu wengi wanatarajia, ambapo inaelezwa kwamba wachezaji kuna wachezaji baadhi ambao wameanza kuonyesha kama vile hawafurahishwi na kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao, ambapo miongoni mwa taarifa ni kuhusiana na Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Jr kuhusiana taarifa ya kuondoka ama kutokufurahishwa na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye hapa nazungumzia kikosi chao. Wanaonesha kwamba pengine namba ambayo alikuwa anapata kwenye kikosi cha klabu ya soka Simba, lakini huku imekuwa ni ndogo, ambapo wengine wanasema ya kwamba huenda anataka kucheza. Kwa hiyo ndio maana ana furaha kwenye kikosi hicho. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo inawafanya hapa nazungumzia wananchi kuwa katika nyakati ngumu tena ya kuanza kufikiria namna kuweza kuirejesha furaha. Hapa nazungumzia Mohamed Hussein ili hawe katika akili na utimamu wa kutosha kabisa. Lakini katika taarifa nyingine ambayo inaelezwa kwamba wananchi Young Africans unaona bana kwa kile ambacho kilichopo, unaambiwa kocha wa zamani wa Yanga ameweza kuwapa hapa nazungumzia hapa ushauri klabu ya soka Young Africans, ambapo anasema ukiangalia Yanga ilivyo sasa haihitaji kocha wa majaribio wala kujiendeleza, inabidi watafute kocha anayeendana na azi ya Yanga. Yanga imeshachukua mataji ya ligi kuu mara nyingi tu, na kwa ubora wa wachezaji waliopo sasa, hata mimi nikipewa timu ubingwa wa nyumbani nachukua bila shida. Lakini kama wana malengo ya kufanya vizuri kimataifa, viongozi wanapaswa kutafuta kocha mwenye uzoefu mkubwa anayeweza kuendana na mashindano ya kimataifa, si wa majaribio. Yani wamewaonya kabisa kwamba Yanga sio tena timu ya majaribio, ni timu ambayo inapaswa kuweza kujipambanua kimataifa, kwa sababu kitaifa imeshafanya vizuri. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, wewe unaonaje katika